Katika kuhakikisha kuwa wananchi wa mkoa wa Mara wanafanya kazi zao za uzalishaji mali bila hofu yoyote, kamanda wa polisi mkoani humo ametoa taarifa ya hali ya ulinzi na usalama jinsi inavyoendelea, huku wakifanya doria mbalimbali ndani ya mkoa huo. Ndugu wanahabari, Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linaendelea na kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yote ya mkoa kwa kufanya doria, misako na operesheni mbalimbali kwa lengo la kuzuia uhalifu na kuhakikisha wananchi wanaendelea na shughuli zao za uzalishaji mali bila hofu yoyote. Katika kipindi cha Mei 2026 kuna misako na operesheni mbalimbali zilizofanywa katika mkoa wa Mara, na operesheni hizo na misako hiyo imefanikisha ukamataji wa watuhumiwa 410 wa makosa mbalimbali kama ifuatavyo. Zilikamatwa jumla ya lita 2,000 za pombe haramu ya moshi maarufu gongo pamoja na mitambo 10 ya kutengeneza pombe hiyo. Aidha, zilikamatwa gramu 3,300 na kete 123 za dawa za kulevya aina ya bangi pamoja na mirungi kilogramu 143. Katika operesheni hiyo pia walikamatwa watuhumiwa wa nyara za serikali katika uwindaji haramu wakiwa na jumla ya vipande 97 ya nyama pori. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara pia lilifanya msako wa kukamata pikipiki za matukio ya uhalifu na kufanikiwa kukamata pikipiki 98 zinazohusishwa na uhalifu wa kusafirisha madawa ya kulevya na nyingine zimeibwa maeneo mbalimbali. Ni pikipiki za wizi, zipo kwenye vituo vya polisi na baadaye tutawaita wahusika kuja kuzitambua. Kwa upande wa kesi zilizofikishwa mahakamani, jumla ya kesi 94 zimepata mafanikio ambapo watuhumiwa 117 wamepatikana na hatia na kupewa adhabu mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Hii ni pamoja na makosa ya usalama barabarani. Hata hivyo, katika doria hiyo alikamatwa mtuhumiwa Mwasi Pangani aliyekuwa akiendesha gari huku amelewa, hivyo kuchukuliwa hatua za kisheria dhidi yake. Tarehe 22 mwezi wa 5 2026 majira ya saa 11 jioni katika kijiji cha Mgeta wilaya ya Bunda, barabara inayotoka Bunda kuelekea Serengeti, alikamatwa mtu mmoja anaitwa Mwasi Pangani mwenye umri wa miaka 38. Huyu ni dereva aliyekuwa anaendesha gari lenye usajili wa namba T 333 ENF Toyota Kenta kwa kosa la kubeba wanafunzi zaidi ya 60 kwenye gari hilo ambalo ni la kubeba mizigo. Na dereva huyu baada ya kupimwa alionekana kuwa alikuwa amelewa na hata mwenendo wake barabarani ulikuwa wa aina hiyo. Mtuhumiwa alifikishwa mahakamani tarehe ya leo 26 kwa makosa ya ulevi, lakini kubeba wanafunzi hawa katika gari la mizigo. Na katika makosa yote hayo mtuhumiwa ameweza kukiri kosa akiwa mahakamani, mahakama ya wilaya ya Bunda, na mahakama hiyo kwa kukiri kwake kosa imemtia hatiani na kumfanya aweze kutumikia kifungo gerezani kwa kipindi cha miezi 12 ama kulipa faini ya shilingi 60,000 kwa makosa hayo yote mawili, kwa maana ya kuendesha gari akiwa amelewa lakini kubeba wanafunzi hawa katika hali ambayo ni hatarishi. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara limethibitisha kukamatwa kwa watuhumiwa wengine wawili wanaodaiwa kuagizwa gari kwenye sehemu ya kuoshea magari na bosi wao, hivyo muosha magari kuwakabidhi gari lisilokuwa la kwao kisha kuondoka nalo na kulipaki katika nje ya nyumba ya bosi wao. Katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Mara limefanikiwa kulipata gari aina ya Toyota Crown lenye namba za usajili T 361 EAP mali ya Zedekia John Okinda, ambalo awali ilidaiwa kuibwa mnamo tarehe 8 mwezi wa 5 2026 majira ya saa 9 alasiri, na ilidaiwa kuibwa katika eneo la kuoshea magari lililoko mtaa wa Kitaji manispaa ya Msoma. Katika uchunguzi wa Jeshi la Polisi ilikuja kubainika kwamba watuhumiwa wawili, Robert Tumaine Sanga mwenye umri wa miaka 37 na Nyonda Lushu Mabura mwenye umri wa miaka 26 walitumwa na bosi wao kwenda kuchukua gari katika eneo hilo la kuoshea magari
na wakakosea uhakika. Mwosha magari aliwakabidhi gari hilo linalofanana na gari la mtu mwingine akidhani ni gari lao, na wao kuondoka nalo kwenda kulipaki nyumbani kwa bosi wao. Kipindi hicho chote bosi wao hakuwepo, kwani alikuwa safarini. Hivyo mpaka wanakamatwa, bosi wao walikuwa hajui kama gari la aina ile la mfanano limefikishwa nyumbani kwake. Kwa hiyo ni juhudi tu za polisi wameweza kufanikiwa kukamata gari hilo, wao wezi wakiwa bado hawajatambua kwamba kumbe gari ni la wizi, lakini bosi wao wa gari huko safarini alikuwa hatambui kwamba gari hilo lilofikishwa nyumbani si gari lake. Lakini pia jeshi la polisi mkoa wa Mara kuelekea maadhimisho ya sikukuu za Eid ambazo ni maarufu kama sikukuu ya kuchinja, kesho tarehe 27 mwezi wa 5 2026, jeshi linawataka wananchi wote kuendelea kusherehekea sikukuu hiyo kwa amani na utulivu, kwani jeshi limejipanga kikamilifu na kufanya doria kwa lengo la kuimarisha usalama kwenye maeneo yote ya nyumba za ibada, lakini fukwe, lakini pia maeneo yote ya mikusanyiko ya watu. Hatua hii tunasema wananchi wajitokeze kwa kusherehekea sherehe hizo kwa amani barabarani. Aidha, tunawaonya madereva wanaoendesha vyombo vya moto, pikipiki, bajaji, maguta na magari kuzingatia sheria za usalama barabarani, hususan wakizingatia kwamba ni siku ambayo inakuwa na mkusanyiko wa watu wengi. Na kwa maana hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mara inatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa mapema pindi wanapoona viashiria vyovyote vya ukiukaji wa sheria na uvunjifu wa amani. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linaendelea kutekeleza majukumu yake kwa kushirikiana na jamii ili kuhakikisha mkoa unaendelea kuwa na amani na wananchi wanaendelea kufanya kazi zao za uzalishaji mali kwa amani na utulivu. Niite Peter Obogo.